tunakwenda kujifunza nguvu ya mawazo na fikra. Chini yake andika mawazo ni nini? Mawazo ni nini? Kwa sababu ya somo letu linaloitwa nguvu ya mawazo na fikra, ni nzuri tujifunze habari ya mawazo ni nini, alafu na fikra ni nini. Baadaye tutajumuisha kwa pamoja. Mawazo ni yale mazungumzo ya mtu peke yake. Ni neno pana, lakini acha nikupe maana hii moja, kwamba mawazo ni yale mazungumzo ya mtu peke yake ndani ya moyo wake. Hii huwa inaitwa mawazo. Mtu akiwa peke yake huwa anazungumza, anaweza kujiuliza maswali na akajijibu tena. Wakati huo hauoni hata mdomo wake unaongea chochote. Kumbe leo ongea ni mawazo. Ndio maana nikasema mawazo maana yake ni yale mazungumzo ya mtu peke yake ndani ya moyo wake. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Amen. Tuko pamoja, sema ime kubwa jamani. Amen. Lakini fikra maana yake ni nini? Fikra ni ile jumla ya mawazo au ni ule mkusanyiko au jumla ya mawazo au picha anayoiona mtu kutokana na mawazo aliyonayo. Kwamba fikra ni ile jumla au mjumuisho au picha anayoiona mtu kutokana na mawazo aliyonayo. Sasa hii ndio inajumuisha mawazo na fikra. Hasa leo tazungumza habari ya nguvu ya mawazo na fikra. Ndugu yangu, huwezi ukaenda mbele usipokuwa na mawazo. Mawazo huwa ndio msingi wa kile ambacho unakwenda ukifanya. Kinachotangulia kwanza huwa ni mawazo. Ndio maana ukikosa wazo, umekosa kitu cha muhimu sana katika maisha yako. Wazo. Ukakosa wazo, umekosa kitu muhimu sana. Ukakosa wazo, huwezi kusogea. Kwa nini? Kwa sababu wazo ndio msingi wa kila kitu. Unataka utafute kazi, linalotangulia kwanza ni wazo. Lakini kulingana na changamoto hii moja mbili tatu, si nianze nitafute kazi. Kwa hiyo utaipika, utazungumza peke yako ndani ya moyo wako. Mwisho wa saa unaamua kuinuka sasa, unaanza kutafuta kazi. Kama ni kuomba kwenye makampuni, kwenye taasisi, kilichotangulia kwanza ni mawazo. Ulianza kwanza kuwaza. Lakini fikra ni ile jumla ya yote. Sasa unaanza kuiona ile picha kwamba umepata kazi. Sasa nataka nifanye, baada ya kupata kazi nitafanya 1, 2, 3. Mafundi wetu, wachoraji wa nyumba, huwa wanaiona nyumba kabla haijatokea.
ataiona ina vyumba vitatu. Ukimuuliza hata paa lake takaeje, yeye analiona. Anakueleza paa lile litakuwa na mapaa manne, litakaa hivi, litakaa hivi. Yaani yeye anaiona kwanza, na baada ya hapo sasa ndipo anaimplement kwenye karatasi, anaiwakilisha kwenye karatasi pale. Kwa vitu hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Nazungumza na kanisa la Mungu ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Naomba uwe na nguvu ya mawazo. Hebu sema amen. Kutokuwa na nguvu katika mawazo maana yake unataka kuishi maisha magumu. Unataka maisha yako yabadilike, kinachotangulia kwanza lazima uwe na mawazo. Kuwaza mawazo yaliyo ya duni, mawazo ya chini, mawazo tepetevu, maana yake unabuku maskini, unabuku maisha magumu. Ndio maana tunapaswa kuwa na mawazo mazuri, tena sio mazuri tu, mawazo makubwa, kwa sababu huwa tunatangulia kuwaza kwanza, na baada ya hapo unaingia kwenye utekelezaji wake. Kama mpe Yesu makofi na vigelegele mchana wa leo. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 23 na ule mstari wa 7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Basi, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa. Unaona nini katika moyo wako? Unaona nini kwenye nafsi yako? Usijali unapitia maisha gani leo. Haijalishi leo umeamkaje, haijalishi leo una mazingira gani leo, lakini swali langu ni hili: unaona nini kwenye kilindi cha moyo wako? Maana vile unavyoona hivyo ndivyo utakavyokuwa. Tumeombea wengi, tumefanyia counseling wengi, lakini wengi wao, wachache wao, vyovyote hawakuwahi kupokea, kwa sababu unamtamkia kwamba wewe ni mzima, na amini kwamba ni mzima, kwenye mawazo yake anasema mimi siwezi kupona. Huwezi kupona. Unataka mtu umtoe kwenye yale mawazo duni yale ya kuonekana kwamba yeye hawezi, kwamba yeye anaweza. Umtoe sasa kwenye mawazo yale ya kufikiri kwamba yeye hawezi. Unaanza kumpandia vitu kwamba unaweza. Anaweza kukubalia kwa nje, lakini ndani ya nafsi yake anasema mimi siwezi. Huwezi kupokea. Kwa nini? Kumbe kinachotegemea, kinachotangulia kwanza, unaona nini ndani ya nafsi yako. Unataka maisha ya juu, mtumishi wa Mungu, waza mambo makubwa. Unataka ufanye vitu vya kushangaza hapa duniani, yaani vitu vikubwa, waza vitu vikubwa. Amen. Mtu mmoja akasema, unataka ufanye mambo makubwa, anza kuwaza vile ambavyo hujawahi kuwaza. Amen. Unapanua kwa namna yake. Kwa nini? Kwa sababu kinachotangulia kwanza, kabla ya kuimplement vitu vyako, kuviwakilisha vitu vyako, kinachotangulia kwanza ni lazima uwe na wazo. Kumbe wazo ni mtaji. Hebu mwambie jirani yako, wazo ni mtaji. Mwambie tena, wazo lako ni mtaji wako. Mchungaji anasema wazo lako ndio mtaji wako. Unawaza nini, mtumishi wa Mungu? Unawaza nini? Unawaza kitu gani? Andika sentensi hii: ukitaka kwenda mbele
lazima uwe na wazo na fikra. Unataka kusogea, unataka kuinuka, unataka kuponywa, unataka kufika mbali, unataka umiliki vitu vikubwa, unataka uinuliwe, lazima uwaze vitu vikubwa. Kuwaza kitu kidogo utabaki vile vile. I tell you, and surely I tell you, utabaki pale pale kama shimalea. Unawaza vitu vidogo. Ndio maana watu wa Mungu, inueni vichwa vyenu juu kama tai. Waza vitu vikubwa. Hata kama leo unaona kama haiwezekani, hauna mtaji, hiyo haijalishi tani hiyo. Anza kuplani vitu vyako vikubwa. Nataka niwape mfano mmoja. Tuko Shinyanga hapa. Kutoka Shinyanga mjini hapa kuelekea Shinyanga, ukifika barabara moja inakatiza kuelekea chini, ukivuka kidogo tu kama hatua kadhaa, mkono wako wa kulia kuna kajamaa fulani kama nilipoona pale nikajifunza, nikapata somo la ajabu sana. Kana jamaa kamejenga ghorofa. Na ghorofa ndio unajua, yani pale mwanzo pale chini pale ni kama nyumba iliyojengwa ni kama room moja, yani ni nyumba yenye chumba kimoja. Baada ya hapo jamaa akainua tena ya ghorofa moja, akajenga kule room moja au chumba kimoja. Ukifika pale unapaona. Nikasimama kuangalia, unikawasa huyu mtu huwa anapandeje kule juu. Kuangalia vizuri jamaa ametengeneza ngazi ya miti kabisa. Yuko pale ameilaza pale. Kwa hiyo huwa anapanda pale, halafu anakwenda kule juu. Huyo mtu ana mawazo makubwa. Hebu mpige Yesu makofi. Hauna wazo lolote juu ya nafasi hiyo unayoiona. Wakati wengine wanalia hawana nafasi kwenye viwanja vyao. Wanatamani hivi, kama ningeweza kupata angalau kanafasi kadogo, ningeweza kujenga, nikajenga pale kiduka pale, ningeweza nikajenga kwa ajili ya ufugaji wa mifugo, nikajenga kwa ajili ya ufugaji wa ndege, ningefanya 1, 2, 3. Alafu wewe umejenga nyumba yako na kuna nafasi ya kutosha, unaitazama hivyo. Maana yake nini? Hauna wazo. Ndugu yangu, huwezi fanikiwa. Huwezi ukafanya vitu vikubwa. Lazima uwe na wazo. Kabla ya kuanza kufikiri kwamba utapataje mtaji, hiyo mtaji ni jambo la pili, la tatu. Lakini cha kwanza kinachotangulia ni lazima uwe na wazo. Una kitu fulani ambacho kabisa mwingine anakutamani kuonacho kitu hicho. Anasema hivi, kama mimi ningeweza kupata kitu kile kitu kingeweza kunizalishia kikanipa pesa. Ndio maana Waswahili wakasema kwenye miti mingi kuna nini jamani? Hakuna wachini. Hata wana mawazo. Sisi kama kanisa ni lazima tuwe na wazo. Anza kuwaza vitu vikubwa. Na ukitaka ufanye vitu vikubwa, waza vikubwa ambavyo hujawahi kuviwaza. Haleluya, mtu wa Mungu. Nini maana ya wazo? Andika kuna moja ya 3. Maana ya mawazo ni kiunganishi cha mtu na ulimwengu wa roho. Mawazo ni kiunganishi cha mtu. Mawazo ni kiunganishi cha mtu na ulimwengu wa roho. Na kumbukeni, vitu vyote vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukianzia wazo, maana yake unapita kwenye kanuni zile za kufanikiwa. Lazima uwe na wazo. Tangaza wazo lako. Kaa tafakari. Utafika mbali. Usianze kuhangaika habari ya mtaji. Kinachokuja kwanza huwa ni wazo. Ukipata wazo, wewe umefika mbali sana. Bwana asifiwe. Hebu Samueli wa kwanza 17:32. Karibu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Ndio.
Sauli akamwambia Daudi, sawa, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, ndio, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. ndio. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, ndio, na alipokuwa akija, sikiliza vizuri hii habari hii, na alipokuwa akija simba au dubu, ndio, akamkamata mwana-kondoo wa lile kundi, sawa, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, ndio, na akinirukia kumshika ndevu zake, sawa, nikampiga nikamuua. ndio. Mstari wa 36, mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, ndio, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Sawa. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba, ndio, na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Filisti huyu. Yes. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Amen. Naomba nisikilize sasa hapa. Ndugu zangu, tunajifunza habari ya nguvu ya mawazo pamoja na fikra. Kilichomdhoofisha Sauli kwa Goliathi ni mawazo. Kilichomfanya huyu Daudi aweze kujitia nguvu ni yale mawazo. Kwa mawazo yana uwezo wa kuinua, mawazo yana uwezo wa kushusha chini, yaani mpaka utendaji wako ukashuka kabisa. Inategemea unawaza mawazo ya namna gani. Ni mawazo positive au ni mawazo hasi? Kilichomfanya Sauli avunjike moyo na aogope ni yale mawazo aliyomwazia yule Goliathi. Kwanza aliwaza habari ya urefu wa ile jamaa. Ili jamaa hili Biblia inasema wazi kabisa urefu wake tu ilikuwa ni mikono 6. Urefu wake ni mikono 6. Mkono ni huu, ni kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hebu hesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unaliona ni urefu. Kwa hiyo haya ilikuwa ni mawazo ya Sauli, kamanda mkuu wa jeshi lile. Anawaza jamaa lina urefu wa mikono 6. Anasema uzito tu wa mkuki wake ni shekeli 6, ni kama kilo 7. Yaani kilo 7 ndio uzito wake sasa wa mkuki wake. Hayo ni mawazo. Alafu ile dri yake ile imefunika mwili mzima wote vyuma, kiasi kwamba hakiwezi kupenya chochote, iwe ni mkuki, iwe ni panga, iwe ni kitu gani, kwa sababu mwili wote umefunikwa na shaba. Lakini jamaa aliachia tu mahali hapa pa kuonea hivi. Sasa Sauli alipotafakari haya, akasema hivi, jamaa hili nani atakayeweza kulishinda? Nani atakayeweza kumshinda Goliathi? Maana kwa silaha tu ya panga, kwa silaha tu ya mkuki utafanikiwaje? Diritu yake imefunika mwili mzima, imeachia tu mahali pa kuonea hapa. Nani? Kupitia mawazo hayo Sauli aliyeyuka. Ikabidi atangaze dini kwa taifa zima. Akasema, jamani, kama tunampata mtu ambaye ataweza kutuondolea aibu hii Israeli, yaani apigane huyu halafu amwangushe, amwangamize, amuue, hakika kwanza nitamtajirisha, namba 2 nitampa binti yangu aweze kumuoa. Kumbe anasema royali Daudi ndio amefika fresh from home, ametoka nyumbani kwa baba yake, mchunga kondoo tu, lakini ana Bwana, ana Mungu. Akayasikia maneno kama haya. Sasa alipomuona Goliathi, ndio nakuja kwenye wazo,
akiwaza Daudi jana mmoja aliwaza hivi, kwanza anamwamini Mungu kwamba Mungu ni muweza. Jamani, amen. Yeye hakuona habari ya mabamba yale, hakuona yale mavyuma yale aliyojifunza, yani hakuona hayo. Yeye aliona hivi, pamoja na yote ya hayo, hili mwana Mungu wangu ni ana uwezo. La pili, Daudi akawaza huyu Mungu ana uwezo ndio, lakini mbona juzi nilipokuwa nachunga mwanakondoo, ghafla akaja ndugu, akaja akamkamata mwanakondoo wa baba yangu, halafu nikakimbia, nikamkimbiza, nikampata, nikamkamata, tukapambana naye, nikafanikiwa kumwachanisha kati ya ndugu na huyo mwanakondoo, na hakuna chochote ambacho kiliwahi kunidhuru. Haya, akakumbuka tena, na siku nyingine tena nachunga, ghafla akaja simba, akaja akamkamata mwanakondoo wa baba yangu, nikajitia nguvu, nikaenda kupambana naye, nikafanikiwa kumwachanisha, wala makuta yake hayakunijeruhi. Sasa huyo Mungu aliyenisaidia, huyo Mungu alinitetea, si ataweza kunitetea na kwa huyu Goliathi huyu, tena mpagani tu, hana Mungu, amedharau kwa taifa la Mungu, kwa watu waliokoka, yuko Mungu. Kwa hiyo mawazo yale ikabidi aseme, mimi niko tayari kwenda kupigana na Goliathi. Sema amen. Unawaza nini katika maisha yako? Unawaza kitu gani? Kanisa la Mungu, popote ambapo unanisikia, acheni kuwaza mawazo madogo. Huyo Mungu huyu anatamani kuwaza vitu vikubwa, maana yeye ni Mungu wa vitu vikubwa. Anatamani uwaze vitu vya ajabu, maana yeye ni Mungu wa ajabu. Hiyo ndiyo ambayo anatamani mno uwaze. Toka kwenye mawazo duni yale, mimi siwezi, mimi sisi kwetu hatuna bahati hiyo. Wewe si Mungu amekuokoa sasa, hiyo bahati nzuri uiingize kwenye familia yenu. Unajua sisi ni wa hivi tu. Unajua sisi tunakufunga mapema. Akifikia mtu kwenye umri wa miaka 60, yani tayari ameshakufa. Umeokolewa wewe, uyang'oe hayo maroho ambayo yanaua kila wakati. Nipe mabadiliko. Toka kwenye mawazo ya kifamilia, ya kuanza kuwaza ukijenga kwetu watakuua, ndio maana hawajengi. Toka kwenye mawazo hayo. Mungu anataka ujenge huko nyumbani kwenu, ili Mungu umtambulishe. Hebu sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoka kwenye mawazo hayo. Toka kwenye box. Shida yako umefungiwa kwenye box. Umezaliwa humo, na mawazo nao yaona na tu ni hayo ya ndugu zako tu hayo. Unaishia hapo. Unaanza kudhani kwamba sisi tumeandikiwa hivi. Hapana. Haujaandikiwa hivyo. Wewe toka kwenye hilo box. Ukiwa nje ya box lenu la mazoea yako yale, kuna maisha mengine huko nje. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Waza kitu cha maana. Waza, angusha ngome ya mawazo duni. Acha vitu hivyo. Bwana amekuokoa, na lengo lake anataka ufanye vitu vikubwa. Anataka Mungu ushangaze ndugu zako, kwani yeye ni Mungu wa maajabu. Sema amen. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 10 na ule mstari wa 3. Wakorintho wa pili 10:3. Kuna kitu Mungu anataka uvishughulikie. Toka kwenye mawazo hayo. Wewe ni mbarikiwa tangu sasa. Ulipookolewa na huyu Yesu huyu, wewe mbarikiwa.
Umebarikiwa. Usema amen. Umebarikiwa. Toka kwenye mwanzo kujiona kwamba wewe ni yule. Hapana. Wewe sio yule. Wewe ni mwingine kabisa. Karibu tusho. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ndio. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ndio. Mstari wa 5. Ndio. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra pate kumtii Kristo. Ndio. Mstari wa 6. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote na kutii kwenu kutakapotimia. Hiyo ndio nguvu ya kanisa. Nguvu ya kanisa iko hapa, ni kuangusha mawazo duni. Umeokoka, wewe umeokoka, mme wako hajaokoka, mpelekee habari njema, mpelekee mawazo makubwa, mpelekee, mwambie tuna uwezo wa kuanzisha nyumba nyingine kubwa kuliko ndogo hii. Mwambie kunawezekana tukafanya biashara wakubwa tena wa bei ya jumla. Inawezekana kabisa. Biblia inasema hivi, ingawa tunaenda katika mwili, vita vyetu ndugu zangu hatupigani katika mwili. Tunapigana katika roho. Tukiangusha ngome, hebu andika ngome maana yake nini? Ngome maana yake ni vizuizi. Vizuizi vinazuia. Ngome katika nyumba zetu tunazuia nini? Vinazuia hawa vibaka. Hiyo ndio ngome. Inazuia vibaka, inazuia watu wabaya. Ngome. Kwa hiyo ngome ni kizuizi. Kuna kitu gani kwenye familia yenu kinakuzuia? Na Mungu wewe amekuwekea alama. Mungu amekusotea kidole kwamba pekee unaweza kuwasaidia ndugu zako. Panua tu mawazo yako na kuvuta mchana huu wa leo, utoke kwenye mawazo uliyozoea, njoo kwenye mawazo makubwa. Maana inawezekana. Amen. Haya mambo ya kuna sasa mimi siwezi. Acheni vitu hivi. Maana Mungu akasema inawezekana kwake yeye anafanya jamani. Anaamini. Liamini hili neno kwamba inawezekana. Kuwa na gari inafanya jamani. Kuwa na nyumba nzuri na mnagani jamani. Kuwa na maisha bora wewe umezaliwa bahati mbaya? Hapana. Na kuwa na afya bora nzuri inafanya jamani. Inawezekana. Ni mawazo tu. Mimi ni wa hivi tu. Ifike mara kadhaa kisukari kilichoko kwenu. Unajua kuna magonjwa ukoo. Nisikilize vizuri. Yapo magonjwa ukoo kabisa. Kuna watu na visukari. Na wewe kutafuta sukari. Na wewe ikutafune. Hapana. Ipige mstari kwamba ni mwisho. Kwamba sasa ni mwisho. Kisukari mwisho. Kansa mwisho. Kisukari mwisho. Kansa mwisho. Magonjwa ya zote mwisho. Amen. Unapiga mstari hapo. Mawazo. Lakini msemo hili ugonjwa letu hili litakutafuna. Litakutafuna na wewe. Mawazo. Kwa maana Paulo akasema tunaangusha ngome. Ni lazima zidondoke ngome. Ngome ya umasikini kwenye familia yenu. Kizipo ngome za mbalimbali kwenye maukoo haya, ndugu yangu. Maukoo haya. Kila mtoto anapozaa, mtoto wa kwanza lazima afe. Kuna kuzipokoza namna hii. Lazima asike mtoto wa kwanza. Zipokoo.
Ikishafika hivyo, shughulikia. Siku na ndio maana ya Pasaka ambayo ipo tu kwa wiki ijayo. Pasaka inakuja kutimiza haya ambayo yameandikwa na mtumishi wa Mungu kwamba tukiangusha ng'ombe. Kwa hiyo anakuja kutimiza kwamba kumbe ni kweli, kupitia damu ya thamani ng'ombe inaweza ikadondoka, mazoea yanaweza yakadondoka. Hebu yadondoke leo katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi leo nakutamkia kabisa, uanze kuwaza vitu ambavyo hujawahi kuviwaza kwenye familia yenu, vitu vikubwa. Achana na mtaji sina, achana, hiyo ni kitu kingine. Hiyo Mungu ni Mungu wa maajabu. Mungu anaweza kufanya vitu vya pekee. Toka kabisa kwenye woga, uje kwenye uthubutu. Ukisoma ile Kolosai 3:2 inasema yafikirini yaliyo juu, hata kama uko chini sana. Kolosai 3:2 inaeleza wazi, yafikirini yaliyo juu. Utatoka lini kwenye mazingira hayo magumu hayo? Anza kufikiri yaliyo juu. Anza kufikiri mambo makubwa 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 makubwa. Anza kufikiri. Jamaa anasema yafikirini yaliyo juu. Fikiri. Ukifikiri utauona wokovu wa Bwana. Kitabu cha Yoeli sura ile ya 3 mstari wa 10. Kitabu cha Yoeli 3:10. Nitasoma kitabu cha Yoeli sura ya 3 na ule mstari wa 10. Ndio. Yafueni majembe yenu yawe panga. Ndio. Na miundu yenu iwe mikuki. Ndio. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Yafueni majembe yenu yawe panga. Hebu tusome nyuma yake. Anza moja. Yafueni majembe yenu yawe panga. Yafueni majembe yenu yawe panga. Na miundu yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Mpigie Bwana Yesu makofi. Huyo anayeambiwa ni mtu ambaye ni dhaifu, lakini unaambiwa ifue, inoe vizuri hiyo panga, inoe vizuri, iwe na ukali, noa vizuri. Anza kuwaza, toka kwenye boksi. Ukifungia kwenye boksi utaona kama kuna maisha mengine. Kwani kwa nini Waswahili wahenga waliwahi sema hivi, kutembea ni kuona mengi? Kumbe ukazaliwa Shinyanga, ukasomea Shinyanga, ukamesha Shinyanga, Shinyanga, utaelewa kama msoma kuna maisha pia. Utaelewa. Lakini changanya hii nzuri. Kumbe kuna watu wanaishi nje ya boksi. Kumbe kuna maisha mengine. Kuna wakati mwingine watoto wetu wakati wa likizo, Mungu atujalie, atupe neema hiyo, tunawapeleka kwenye mbuga za wanyama. Amen. Wanaenda kutalii, kuona maisha huko. Sio kuonea fisi kwenye picha, wakamwona fisi live, wamuone tembo live, kufanya vile ubongo ya mtoto unakaa vizuri. Jamani, Bwana Yesu sasa. Amen. Hivi tuandaeni, kama wazazi wetu hawajakuandaa vizuri vile, na wewe usilipize kisasi. Waandae watoto wako, kwani watoto wako ndio heshima yako. Amen. Ndio heshima. Amen. Mimi nashangaa kuna wazazi wanafanya mchezo kuandaa watoto. Mtoto ndio heshima yako. Ule mtu akiona wewe una koti moja
una vazi moja, lakini watoto wanakaa na wanastawi vizuri. Yaani hata dharau inaisha. Akiuliza ni chuo kikuu. Huyu yuko Uganda Makerere University. Alikuwa anakuchukulia poa. Amen. Vipi na yule mtoto wa mwisho, yule mtoto wa mwisho yule sasa hivi ndio anachukua degree yake ya kwanza. Utamuona atakusalimia kwa heshima. Jina hilo sio lipiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo ndio akiba. Lazima ule watoto wako vizuri, wapeleke shule, wakasome, watunze watoto. Hiyo ndio akiba. Maana sura yako tutaiona kwa watoto wako. Ndio maana wanaume, waheshimu ni wake zenu. Huyo mwanamke huyo amekutunzia mtoto wa sura yako kabisa. Hebu tuwapigie makofi ya kina mama, makofi ya heshima. Unambeza mtu wako aliyekubebea mtoto, amekuzalia mtoto, alafu unambeza, unamkanyaga. Haiko sawa. It's not fair. Haiko sawa. Wakati mwingine tuvumilia kitu. Tena kipindi cha ujauzito, hata wataalamu wanaeleza, psychology inaeleza, maana mtoto, mama huyu ameunganishwa kwenye ule uumbaji wa mtoto. Kwa hiyo akili yake na ufahamu wake kamoja kanaweza kuwa kadogo mno. Kitoe, nipige sasa. Nipige sasa. Sasa, hiyo nataka nini? Wewe unadhani ni yeye. Kumbe ni psychologically na ubongo na akili. Umechelewa kurudi tu, anang'oa kama mimi. Ni lazima tuwapenda kina mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume chakarika, pambana. Kama kuna mtu ambaye wala hahitaji kutamkiwa kupendwa ni mwanaume, nikamwambia siku moja lazima uvae sura ya limao. Mwanaume huwezi kuwa na sura soft kama kina mama. Lazima uvae sura ya limao. Wakati mnamtuza mama, mnamtuza na vitenge, mnasikia raha. Sikia raha. Mimi nikibaki tu na suruali 2, suruali 3, suruali ngapi, mimi ni mwanaume, inatosha. Haleluya. Lazima mheshimu mke wako. Mwanaume usikae na sura ya kudeka. Unamdekea nani sasa? Anyway, unamdekea nani sasa? Mwanamke na sura ya kudeka, deki kwako ndio. Wewe unamdekea nani? Maana akija kwako mtoto analia, alaze kichwa chake kwenye kifua chako. Kwamba kama mimi nakuelewa, huyo dada yangu anakusumbua nini? Anakusumbua nini? Kama mimi nakuelewa, unasumbuka na kitu gani? Maana cha kwanza utaulizwa, mmewapa nisemaje? Mmewapa hana shida. Sasa unalegea kitu gani? Safi mke wangu, mpigie makofi. Baba, mimi nikimwelewa huyu mama, nani mwingine? Nani mwingine sasa?
Kwa hiyo mtumikieni Mungu. Sema amen. Biblia inasema hivi, noeni panga zenu ziwe kali. Akasema na aliye dhaifu sasa aseme mimi ni hodari. Wakati anasema mimi ni hodari, sio kwamba amepata hela. Haujapata hela unaweza kusema mimi ni tajiri. Yoeli anasema hiyo 3:10, aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari, aliye mgonjwa aseme mimi ni mzima. Sema amen. Aliye masikini aseme mimi ni tajiri. Sema amen. Mfanyabiashara mdogo aseme mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Mhubiri mdogo na aseme mimi ni mhubiri mkubwa. Kwenye ndoa inayorukaruka aseme mimi sitoki hapa. Sitoki hapa. Tamoja ilikuwa lile vilevi. Nishaenda kuambia lile vilevi. Nikinywa pombe lile limelewa, toka hapa. Na nikwambia toka hapa, toka hapa. Toka. Yaani mwisho jamaa nikasema sasa huyu leo sawa. Chukua vyote unavyovipenda. Vyote chukua. Utoke hapa. Unapenda TV chukua. Chochote chukua. Akasema sawa. Akapiga simu kwa taxi driver. Akaja. Jamaa limelewa, nikaingia ndani, nikalala kwenye makochi mkeke na kukoroma. Ameambiwa chukua chochote utafanya jamaa. Na wao dereva hapo sogeza gari vizuri. Akasogeza. Akamnyanyua mwenyewe. Weka kwenye. Kufika vipi? Nimeambiwa nichukue ninachokipenda nije nyumbani. Nimekuja nyumbani. Kuamka asubuhi. Mama Sara. Niko hapa. Uko nyumbani kwetu. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Uliniambia, kwanza uliniambia nitoke hapo kwako niende kwetu. Ukafika uko unasema chukua chochote unachokipenda. Sasa nimechukua kile ninachokipenda ambaye ni wewe. Yaani ubishi ulikomea toka siku hii. Mpigie Bwana Yesu makofi. Tangaza leo mabadiliko. Mtazamo wako lazima ubadilike. Mawazo yako lazima yabadilike. Fikira zako lazima zibadilike. Tangaza leo mabadiliko katika jina la Yesu. Nimalizie na Kutoka 14:15. Tangaza. Achana na kuwaza kujiua. Kuna maisha mengine. Unawaza usali madeni. Kuna bwana mmoja jana juzi gani sio amejiua. Ameacha mke na kwa sababu ya madeni. Najua. Hiyo ni wazo duni kabisa, wazo duni. Kwanza ukijiua ni jehanamu moja kwa moja, wala haisumbui hata Mungu kuamua kuanza kutafuta kwenye madaftari ya matendo yako. Yaani tayari automatic ni moja kwa moja. Kama kuna sehemu ya mangojeo, wewe haupaswi kuweka kwenye mangojeo, moja kwa moja nenda pa pikiriza. Maana umeua roho yako. Kwa hiyo akajiua. Karibu tuishoka. Nitasoma kitabu cha Kutoka 14:15. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Ndio. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Ndio.
Nawe inua fimbo yako, ndio, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari, ndio, na kuigawanya. Sawa. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Rudia tena. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli. Waambie wana wa Israeli. Tuliote pamoja nyuma yake hapo. Waambie wana wa Israeli. Waendelee mbele. Waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako. Nawe inua fimbo yako. Ukanyoshe mkono wako juu ya bahari. Ukanyoshe na kuigawanya. Na kuigawanya. Inatosha tu hapo. Na ulitafuta neno hapa. Waambie wana wa Israeli. Wafanye jamani? Waende mbele. Usibaki kwenye mawazo duni. Endelea mbele. Tayari umeshanunua uwanja. Usikae hapo. Endelea mbele. Kuwaza namna gani ya kujenga. Kuwaza namna gani ya kupata usafiri. Kuwaza namna yoyote kupata kazi. Wewe endelea mbele. Biblia imesema wazi kwamba Mungu akamwambia Musa, kwa nini mnanilia mimi? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Ile hali ya kuvunjwa moyo na ukatishwa tamaa, na kwambia songa mbele. Sema amen. Sijui yawe ni madeni, wewe songa mbele. Sema amen. Uliwekeza kwenye biashara yako mtaji mkubwa, ukapata hasara, na kuambia hivi, wewe songa mbele. Kitabu cha Ayubu 14 na ule mstari wa 7, Biblia inasema hivi, maana yako matumaini katika mti uliokatwa, lazima utachipuka tena. Kwa mti uliokatwa, lazima utachipuka tena. Na kwa mchana wa leo, hebu chipuka tena. Tunakukaribisha katika ibada zetu zinazofanyika chini ya mpako mafuta wa Bwana Mchungaji Daniel Emmanuel Manga katika kanisa la AGGCI Nyumba ya Mkate, Shinyanga mjini. Kanisa letu linapatikana viwanja vya Mwadui, mkabala kabisa na shule ya sekondari Ngokoro. Mtumishi wa Bwana, ibada zetu zinafanyika chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu, linaloambatana na ishara, miujiza, uponyaji na matendo makuu ya Bwana. Karibu ukakutane na muujiza wako. Karibu uabudu pamoja nasi. Meza inazunguka, inazunguka. Meza inazunguka, inazunguka.